Hapo awali, katika Legend of the Seeker, kulikuwa na simulizi iliyosambaa kwa miaka mingi kwamba kungekuja mtafuta wa kweli, wa kwanza katika kipindi cha miaka 1000, mtu ambaye angebeba hatima ya dunia mabegani mwake. Wakati Kahlan Amnel alipouliza kwa sauti yenye mashaka, ni nani angeweza kuamua hatima ya mtu, Zedicus Zul Zoranda alimjibu kwa utulivu kwamba si wao waliokuwa wanaamua, bali ni unabii. Unabii huo ulikuwa umeanza zamani sana na sasa ulikuwa ukitimia. Wakati huo huo, Daken Ral alikuwa akizidi kuwa na nguvu kila siku, huku watu wa Midlands wakipoteza uhuru wao na kufa kwa maelfu. Richard Cypher, ambaye bado hakuwa anaelewa ukubwa wa jukumu lake, alishangaa kusikia hayo. Aliuliza mtafuta ni nani hasa. Zed alimweleza kwamba mtafuta ni shujaa anayejitokeza wakati wa mateso makubwa. Kisha akamkabidhi upanga wa ukweli, silaha ambayo kwa mtu wa kawaida ilikuwa chuma tu, lakini mikononi mwa mtafuta ilikuwa na nguvu ya kupambana na uovu. Na kwa upanga huo, Richard alipaswa kumuua Daken Ral. Habari za mtafuta zilienea haraka. Ilitangazwa kote kwamba yoyote atakayemkamata angepata zawadi kubwa isiyoweza kufikirika. Hilo lilivuta watu wengi, wawindaji wa zawadi, askari na hata watu wa kawaida waliokuwa na tamaa au hofu. Katika msitu mmoja, kundi la wawindaji lilikuwa likifuatilia danili zake. Walikuta tu moto uliokwisha na wakagawanyika kufuata nyayo. Mmoja wao alipata hirizi ndogo iliyokuwa imenasa kwenye matawi. Alipoionyesha, walitambua mara moja, hiyo ilikuwa ya mtafuta. Wakati huo huo, katika kijiji kingine, askari wa Dahara walikuwa wakimshutumu mwanamke kwa kuiba chakula kutoka kwa jeshi la Lord Ral. Mwanamke huyo alitetea kuwa walikuwa na njaa, lakini askari hawakuwa na huruma. Walitaka kujua wenzake walipo, lakini alisisitiza kuwa yuko peke yake. Mahali pengine, mtu aliingia katika duka la muuza ramani na kuomba ramani maalum, ramani ya kumtafuta mtu. Muuzaji huyo alicheka kwanza, lakini akakubali kuwa ramani kama hiyo ipo, ingawa ni ya gharama kubwa sana na inahitaji kitu kilichokuwa cha mtu anayefuatwa. Wawindaji walipojaribu kumkamata Richard, mambo yaliharibika waliposhindwa kufuata mpango wao. Wakati huo huo, Richard, Kahlan na Zed walikuwa wakijaribu kupata chakula, lakini Zed aliharibu mawindo yao kwa kutumia uchawi. Richard alikasirika, akimkumbusha kuwa walikuwa hawajapata chakula kwa siku 2. Zed alieleza kuwa wanyama walikuwa wachache kwa sababu walikuwa wanauawa kulisha majeshi ya watawala. Richard pia alilalamika kuwa alipoteza hirizi ya baba yake alipokuwa akimfuata mtu, jambo lililomfanya Kahlan amuombe radhi. Ghafla walishambuliwa. Kahlan alipiga kelele kuwa kamba zifunguliwe na Zed akatumia uchawi wake. Richard alichukua upanga wake na kupambana. Baada ya mapambano mafupi, waligundua kuwa waliowashambulia walikuwa wawindaji wa zawadi na walikuwa na ramani ya uchawi inayoweza kuonyesha mahali alipomtafuta. Ramani hiyo ilikuwa ikisonga na kuangaza, ikiashiria kuwa Richard alikuwa karibu. Zed alieleza kuwa huo ulikuwa uchawi nadra sana. Kahlan akaongeza kuwa Daken Ral lazima alikuwa anatumia njia kama hiyo kumtafuta Richard. Ingawa hali hiyo ilikuwa ya kutisha, walifarijika kidogo kwa kuwa ramani ilikuwa mikononi mwao. Hata hivyo, waligundua kuwa kama wawindaji wengine walikuwa na ramani kama hiyo, basi hatari ilikuwa kubwa zaidi kuliko walivyodhani. Walipofika katika kijiji, walikutana na watu waliokuwa tayari kupigana nao kwa sababu ya zawadi iliyotangazwa. Baada ya mvutano huo, msichana mmoja aliyeitwa Lily aliwakaribia. Alidai kuwa Richard ndiye mtafuta na akasema anahitaji msaada wake. Alisimulia kuwa yeye na mdogo wake walishambuliwa na kiume hatari aitwaye Shadrin, ambaye alimchukua mdogo wake. Alieleza kwa hofu jinsi alivyoshindwa kumsaidia na akaomba msaada kwa dhati. Zed alithibitisha kuwa Shadrin ni kiumbe hatari sana ambaye huacha mawindo yake hai hadi usiku. Lily alisisitiza kuwa bado kulikuwa na muda wa kumwokoa mdogo wake. Ingawa Kahlan alikuwa na wasiwasi kwa sababu watu walikuwa bado wanamtafuta Richard, Richard aliamua kumsaidia Lily, akisema kuwa wao wanaweza kujilinda lakini mtoto hawezi.
Safari yao ya kuelekea mapango ilianza, bila kujua kuwa nyuma yao watu wengine walikuwa wakinunua ramani ili kumfuata mtafuta. Hatari ilikuwa inaongezeka kila hatua. Walipofika eneo la tukio, Lily alionyesha mahali ambapo alisema mdogo wake alichukuliwa. Kulikuwa na alama za mapambano, nyasi zilizokanyagwa, alama za miguu na dalili nyingine zilizofanana na shambulio la kiumbe. Richard alipiga magoti na kuchunguza ardhi. Zed alieleza kuwa Shadri huwindwa kwa sauti na ina uwezekano mkubwa kuwa kilivutwa na kilio cha mtoto. Kahlan alitazama pande zote, bado akiwa na mashaka, lakini muda ulikuwa unakwenda na jua lilikuwa linakaribia kuzama, wakati ambao Shadrin angeanza kula mawindo yake. Walipokuwa wakijiandaa kuendelea, walikutana na mtu aliyekuwa na gari lake limeharibika, akiomba msaada wa kurekebisha gurudumu. Kwa muda mfupi ilionekana kama jambo la kawaida, mtu anayehitaji msaada njiani. Lakini Richard alikataa kusimama, akisisitiza kuwa walikuwa na maisha ya mtoto hatarini. Walimwacha mtu huyo nyuma, bila kujua kuwa hata yeye alikuwa sehemu ya mtandao wa watu waliokuwa wakimtafuta. Mbele kidogo, walikamata mmoja wa wanaume waliokuwa na ramani kama ile walioiona awali. Walipomhoji kwa kutumia uwezo wa Kahlan kumlazimisha kusema ukweli, alifichua kuwa ramani hizo zilikuwa zinatengenezwa na mtu anayeitwa Sebastian, muuza ramani katika mji wa South Caston. Alikuwa akiuza ramani hizo kwa wawindaji wa zawadi. Hilo lilimaanisha kuwa Richard alikuwa akifuatiliwa kutoka pande zote na idadi ya wanaomtafuta ilikuwa inaongezeka. Wakati huo huo, Zedicus Zul'Zoranda alifika kwa muuza ramani Sebastian na kumlazimisha kufichua ukweli. Sebastian alikiri kuwa alitengeneza ramani 3 tu na tayari zote zilikuwa zimeuzwa kwa wawindaji wa zawadi. Zed alimlazimisha kutengeneza ramani nyingine, safari hii ya kumfuatilia mmoja wa wawindaji ili kuizuia hatari hiyo. Kwa upande wa Richard, hali ilikuwa mbaya zaidi. Alikuwa tayari amekamatwa na Lily na kukabidhiwa kwa askari wa Dihara. Ndani ya kambi, Lily hatimaye alikiri ukweli. Mdogo wake hakutekwa na mnyama, bali alikamatwa kwa kosa la wizi. Na kosa hilo lilikuwa lake, si la mdogo wake. Lakini mdogo wake alikubali lawama ili kumlinda. Sasa alikuwa akingoja kunyongwa. Richard alimsikiliza kwa utulivu, hata baada ya kusalitiwa. Alimwambia ukweli ambao Lily hakuwa tayari kuusikia, kwamba angeweza kumsaidia tangu mwanzo kama angekuwa mkweli. Lakini Lily alijibu kwa uchungu. Katika dunia ambayo kila mtu alikuwa akimtafuta Richard kwa sababu ya pesa, angewezaje kuamini kuwa angechagua kusaidia mwizi badala ya kujilinda? Ndani ya kambi, askari walipiga kelele wakitangaza kuwa muda wa kunyongwa umefika. Ghafla, kelele za chuma zilivunjika. Richard alivunja minyororo yake kwa nguvu, akasimama kwa ghafla na kunyakua upanga wa ukweli. Mwanga wa moto ulipiga upanga huo, uking'aa kwa nguvu kana kwamba nao ulijua kwa wakati umefika. Mapambano yalianza. Askari walimvamia kutoka kila upande, lakini Richard alipigana kwa ustadi na nguvu zisizo za kawaida. Kila pigo la upanga lilikuwa la haraka na sahihi. Wakati huo huo, Kahlan aliingia kambini na kutumia nguvu zake kuwazuia askari wengine, huku Zed akitumia uchawi kuvuruga safu zao. Katika vurugu hiyo, Lily alikimbia kwenda kwa ndugu yake, akamfungua minyororo kwa haraka huku machozi yakimtoka. "Twendeni," alipiga kelele. Walipokuwa wakijaribu kutoroka, kikosi kikubwa cha askari kilikaribia. Ilionekana kama hawangekuwa na nafasi. Hatimaye, Richard, Kahlan, Zed, Lily na ndugu yake walikimbia kutoka kambini na kutoweka msituni kabla ya msaada kufika. Kwa mbali, Lily alisimama pamoja na ndugu yake akiwa hai na salama. Aliwageukia Richard, Kahlan Amnel na Zedicus Zul'Zoranda na kusema kwa sauti yenye mchanganyiko wa aibu na shukrani. "Najua niliwadanganya, nilijaribu kukuzaa kwa dahara na hata karibu niwaua marafiki zenu. Lakini asanteni kwa kumwokoa ndugu yangu."
Wakiwa wameshinda kengele za hatari na kudanganywa na ramani ya Dahara, Richard, Kahlan na Zed walikusanyika pamoja na Lily na ndugu yake Liam kando ya moto uliokuwa ukiwaka polepole. Mwanga wa moto ulitawanya giza, ukionyesha uso wa kila mmoja uliojaa uchovu, hofu na furaha ya muda mfupi ya kutokufa.